Welcome to my YouTube channel, and as you know how we do it here, we support each other, we listen each other. Everybody's opinion is very allowed here. So welcome once again, and today I have a very wonderful guest, a brother of mine, a friend of mine, Mr. Auguston Thoya, the MCA to be here in Kaloleni sub-county. So welcome brother. Asante sana. How is Kaloleni? Kaloleni ni kuzuri, dapo sio kwema vile. Kwa hiyo uko sawa kabisa? Niko sawa, asante kwa hii nafasi yako. Ndugu yangu sana ambaye tumeishi naye muda mrefu sana, namjua, ananijua. So leo wako na wazo zuri, wako na kitu kizuri ambacho nataka kutuambia sisi watu wa Kaloleni. So acha tumpatie nafasi tumsikize, na maybe tutachangia lakini mbele, lakini kwa sasa hii lazima tumjue Auguston Thoya Kahinde. Who is Auguston Thoya Kahinde? Tuanze na hapo. Mimi naitwa Auguston Thoya Kahinde, ni mzaliwa wa Mandani, mzaliwa wa Kaloleni, na nimeishi Kaloleni muda wote na najikubali kuwa mwana Kaloleni. Mimi ndo kijana ambaye anasimamia 2022, ambaye kuna maono ambayo labda ningesikika kwa mhadhara kama huu, ama watu wazidi kuyafikia malengo ambayo niko nayo 2022. Nikipata nafasi kama hii, basi usema shukrani, labda hapa naweza zikawafikia habari watu wengi. Sawa Mr. Auguston Kahinde. Labda hata kabla tufike huko, tungetamani kumjua Mr. Auguston Thoya Kahinde. Background yake ni mtu wa aina gani? Kwa sababu hata sisi pia tukipeana kura zetu ama tukisema sasa kiongozi wetu ni huyu, at least tu tunamjua. Who is Auguston Thoya? Mimi nimesoma Mandaza, shule ya msingi, nikajiunga na shule ya upili ya Kizurini Secondary. Nikamaliza hapo mwaka 2008, nikajiingiza mtaani. Nimezaliwa katika familia, sitaki niseme kujificha, familia ya chini sana, ambayo labda watu wengine wakiniona venye nakaa fikiria labda nimetoka katika makochi, lakini I am from a very humble background. Maisha ya chini kabisa. Maisha ya chini. Nilipotoka pale nikaingia sokoni pale. Wakati huo nilikuwa mdogo, nikajiunga na nilipata kijana pale, tulikuwa tunapiga boda. Nianza na boda, nikaanza kuuza omena na basikeli. Nikiingia kutoka Kaloleni mpaka Lutsangani. Kutoka Lutsangani unaingia Mtsengo, kutoka Mtsengo unatoka na karibu ya Kinarani, inatoka Kaloleni inaweka basikeli. Huo ni mzunguko moja. Kwa hiyo Kaloleni unazunguka, unaijua vizuri. So background Kaloleni nimejua vizuri kwa zile kazi nilifanya. Nimekuwa mchezaji Kaloleni wa mpira, nimekuwa bodaboda, nimekuwa mkataji wa sukuma, nimeosha pikipiki. Hizi ni kazi ambazo nimepitia nazo nikiwa hapa Kaloleni. So ninaelewa ule uchumi wa Kaloleni mwanzo mpaka mwisho wake. Okay, at least Mr. Auguston Thoya Kahinde ametuelezea jina lake, tunalijua, na pia ametuelezea background yake. Tumepata kumfahamu kwamba anaijua Kaloleni vizuri kabisa nje na ndani. Kwa hiyo ana historia Kaloleni anaijua, hata nikimuuliza maswali ya tangu 15 years back. Kwa hiyo anajua mambo, ako na history nzima ya Kaloleni. So maybe nianze na maswali, tutaanza na maswali kwa sababu already tumekujua kiongozi wetu mtarajiwa ama MCA wetu mtarajiwa. So mimi naenda direct to the question ambayo nakereketwa nayo. Mimi kama mimi pia ni mwana Kaloleni by the way. Najua hiyo. Mimi ni mwana Kaloleni. Na hapa let me tell you one thing, kwamba maswali mengine nitakuuliza, don't expect it to be smooth. Yangu wewe uliza swali lolote ambalo unajua linakuumiza, kwa sababu hapa kumbuka, hapa tunadili na wana community yetu ya Kaloleni. Naelewa. Na everything bad ama anything good happen ya Kaloleni ni yetu sote. Naelewa. Na kuruhusu uliza swali lolote. Swali la kwanza kabisa ni kuna tetesi kwamba watu wamelilia hii kiti mwanzo wa MCA Kaloleni. Wamelilia kiti. Cha kushangaza, hata wengi wao ambao wale vijana ambao wamelilia kiti cha Kaloleni hawajui hata majukumu ya MCA ni gani.
Kwa hiyo ningependa tu at least nijue, je, ninayemhoji anajua kazi yake? Kwanza nataka niseme hivi kwa sababu ya unemployment imekuwa kubwa. Sasa hili wazo ama siasa ya Kenya imegeuka, sio kama kitambo. Sasa hii hata ukiangalia mtoto mdogo yuko class 3, class 4 anaelewa politics za Kaloleni zinaenda. Anaelewa ni vipi county inafanya na ni vipi central government politics kwenye imefikia. Though some hawa maaspiranti ambao tuko nao katika Kaloleni haswa wanajaribu kudanganya wamama wasio ambao hawakusoma, kwa sababu wanachanganya idea ya central government na national government. Mtu anapromise wakazi wa Kaloleni kwamba yeye ni MCA, anapromise kwa atatilia tarmac road kwa wakazi wa Kaloleni, ambayo tarmac road zile kubwa ni za national highway, na kule zile ndogo ndogo za cabros zile ni za sisi MCA. Kama town kama Kaloleni kuna zile ndogo ndogo ambazo ziko na cabros, sasa zile ni za MCA. Some of us we are using this chance ya kuwa kuna some illiterate people, tuna mix these ideas in kama vehicle ya wewe kujulikana kisiasa, kudanganya wale watu ambao hawajui. Sasa sisi kama wanasiasa tuna kitu tunafaa tufanye. Mwanzo tuelimishe hawa watu wajue, kuna kitu ambayo tunafanya, tuelimishe hawa wakazi wetu Kaloleni wajue the difference between the county government and the national government. Wakati hawa watu wakijua hizi tofauti, nadhani kila mtu atakuwa na mwelekeo mzuri wa kisiasa. So kabla hata uendelee mheshimiwa, acha tu niwe straight to the point, kwa sababu pia lengo langu mimi kukuuliza hilo swali ni kwamba nilikuwa nataka kujua, je, kama kazi yako unajua na yule ambaye ataenda kupigia kura, je, naye pia umemwelezea akajua, ili wasiwe na some wrong expectation. Kwa hiyo at least kuna zile genuine things ambazo MCA anafaa kudeal nayo, kama hiyo create awareness. Umenaeleza kuhusu create awareness kwa watu at least wajue ni kazi ya MCA ni gani. Hiyo ni kazi ya kwanza ya MCA. Alafu na kazi nyingine at least utajie baadhi yao. Unaona, wacha nikwambie kitu kama Kaloleni venye imesahihi imefikia kwamba MCA wamekuwa ni wengi, including myself, niko hapo ndani. Mimi pia nataka hiyo kiti na nataka na nguvu na mimi nitashinda. Lakini sasa wako watu wataki kusema kweli. Wako na pesa ambazo wanazigawanya kwa sababu wanataka kiti. Ile akili ya kuwa amwambie mtu ile haki hataki, anamficha, anampatia. Sawa, unaweza ukapata kura, but that 5 years kwa sababu umedanganya vitu ambavyo you can't deliver, automatically favors zikiisha wote utaondoka. There again ni hasara kwa mkazi wa Kaloleni kwa miaka 5 kuwa amelose. Sasa watu wa Kaloleni watakuwa wanakuja wakipoteza, wakitumiwa na wanasiasa na wakienda. Mwanasiasa anakuja anadanganya na naenda. Mimi kama mwanasiasa wa Kaloleni na nimeamka, sitaki kusema urongo kwa watu wa Kaloleni. Nitasema kile ambacho ni haki, kile ambacho MCA iwezafanya kwa uwezo wake, kile ambacho ninataka nikiahidi. Najua ninapoenda kufight kule county na kule bunge, na kisha lile kitu litakuwa ina perform na ikifika kule ninafightia kile kitu ambacho najua county ina deliver, not county can deliver, because if county can deliver automatically I am a failure. So lazima nijue ma MP kazi yake ni nini, na MP na mimi tuje tuketi pamoja. How will you be different from the others, wale ambao wametuahidi na hawakashindwa? Na so tungetaka tusikie hizo idea zako ambazo uko nazo ambazo zitakuwa different na wale wengine ambao umetuahidi na wakashindwa wakaingia mitini, kwa sababu muhimu ni maji. Mimi idea yangu ya kwanza ambayo niko nayo, kitu ya kwanza ambayo hata si idea, ni connection ambayo nilikwambia. Mimi na MP lazima tuketi. Kwanza mimi acha niahidi hivi, piping ya maji ya central government iko tofauti. Unaona, na county government wenye maji yao yako tofauti. County government wana mtara and boreholes. Siwezi kuahidi watu wa Kaloleni kwamba mimi ndio nitaika pipe ambayo itatoka tuseme Tsagwa mpaka Makombwani. Nitakuwa ninadanganya watu wa Kaloleni. Na hiyo kitu nitakuwa siwezi fanya. Lakini mheshimiwa MP
currently ambayo iko hapo ama yule atakuwa hapo, hiyo kitu ni kazi yake, anaweza akaifanya. Sasa ni mimi ningeti naye na tuelewane kwamba wakazi wa Kaloleni hii imekuwa tabu. Tuache zile mambo mengine ambayo tunayafanya, tuangalie zile aching things ambazo zinaumizwa hata Kaloleni. Ikiwa ni kitu ya kwanza ni maji, lazima maji, na hakuna plan B eti tuanze na boreholes, eti tuanze juu na mitaro. Hapana, tuanze na maji from the tap. Watu wa Kaloleni wawe kama watu wa Malindi ambao kifika kule mtu anaachilia maji na mwagika mpaka asubuhi na hakuna chochote. Kaloleni tunatamani tafereji ambao labda kwa siku mwenga au mwaka mbola siku mwenga hakeye, at least hata kama siku moja kuwe kunaweza kuja maji watu wachote, basi wakose kama kwa siku 4. Hiyo pia tumetamani. Sasa ni MCA aketi na mbunge waongee, watafanya nini, watapushi wapi? Kama ni gavana kuja Kaloleni, yule gavana ambaye tutakuwa tuna appoint sisi atatufanyia nini? Ameongea mengi sana mazuri Bwana Augustus Toya Kahindi, MC wetu mtarajiwa. Kivyangu mimi naona ameongea vitu vya maana sana, lakini uamuzi uko nayo wewe, kwa sababu wewe ndo mkazi wa Kaloleni na kila kitu ambacho tunakiongea hapa ni kwa sababu ya mazuri na kwa sababu ya mema ya ukazi wewe wa Kaloleni, ili ukaweze kuishi Kaloleni ukiwa unasema ukweli. Kura yangu ama maoni yangu yaweza kutengeneza kitu hiki na hiki na hiki. Muhimu si kuchagua mtu, muhimu ni kuchagua mtu ambaye unaona huyu kweli anaweza kugeuza mambo Kaloleni, ili Kaloleni ikaweze kuwa mji ambao watu wanastahili kuishi. So vitu kama maji naona ameaddress vizuri kwamba lazima kuwe na connection ya yeye na bwana mbunge ambaye atakuwa pale ama mbunge aliyopo, ili wakaweze kufanya mambo ya Kaloleni yakawe mambo mazuri. So Mr. Augustus, kuna hili swala pia nao ningeomba nikuulize kidogo, limekuja baadaye, kwa hiyo ningeomba nikuulize kwamba vijana wa Kaloleni wengi wameona post ya MCA kama kitu ambacho mtu anaweza kuamka tu from nowhere na aje aseme kwamba mimi nahitaji MCA. Hiyo kitu nimekuwa nikifanya research zangu, watu wamekuwa wakiuliza sana, wanalalamika sana, wanasema vijana Kaloleni wana misuse hii kiti ya MCA. Kwamba mtu kijana from nowhere, kijana hajasoma, kijana hajulikana hata background yake, anaweza kaamka tu na akasema mimi nataka MCA. Ni kwamba mnaichukuliaje hii, ama wewe kwa nini mambo yanakuwa namna hiyo? Wewe kama kijana ongea. Wacha niongee kama kijana. First, mtu yote anayefikia 18 and above, mtu yote ambaye atakuwa na vigezo vya kugombea kiti kwa demokrasia ya Kenya huwa yuko huru. Haimaanishi kwamba hata wakitokea watu 50 katika ile ballot paper choices hiyo iko sawa, lakini wakazi wa Kaloleni wao wenyewe huwa wanajua ni yupi wanampatia, kwa sababu ziko historia ambazo hata wewe unaweza taka kiti mimi nataka, na bibi yako akaja kanipigia mimi, mtoto wangu akanipigia mimi, kwa sababu amebai ideas zangu kushinda hizo zako. So tukiongea kuhusu kwa nini vijana wamejitokeza wengi, ikiwemo mimi mmoja wa wale vijana ambao labda wao wanajiona wana uwezo na wako sawa kuongoza Kaloleni, hii iko sawa pia, na kwa upande mwingine iko sawa, upande mwingine pia vijana tume exceed ile namba, ndio tumepita wazee, mpaka wazee wameshikwa na wanajiona hawafai katika hii post. Unaona, hii ni baada ya kwamba kitu kwanza imechangia kwamba ule urahisi wa yule alikuwa pale kuingia pale, unaelewa, urahisi wa the current MCA alipofanya mpaka ingia pale ulikuwa rahisi sana, haukuwa na ugumu vile sana, unaona. Sasa ile ikajenga spirit ya kwamba even me I can, even the other young man anaweza. So kuna uhuru wa kwamba wachini vijana, kama kuna mtu yote mwenye kijana pia anajihisi kwa uongozi wowote. Kwa hiyo nataka kusema kwamba current MCA alichukua hii kiti rahisi na sababu sio kwamba alichukua rahisi. Kuna kuchukua rahisi na kwa rahisi, hivi ni vitu tofauti. Kwa rahisi na rahisi hivi ni vitu tofauti. Ile njia alichukulia na ile njia alipewa. Yaani nikisema rahisi nitakuwa nimedharau. Kuliko kwa rahisi ni ile uhali aliyokubalika kwa haraka kwa vijana akapewa, kwa sababu ideas za alikuwa pale, maybe alikuwa mzee, si dharau, lakini maybe alikuwa mzee,
Sasa hazikuwa effective na youth ambao walikuwa Kaloleni. Sasa for now wale youth wakasema we want to change ideas za kijana, tuangalie kijana. So maybe pia ideas za vijana zikawa, wengine wanasema better than zile zilikuwa za mzee. But hii pia ni fact ambayo wakazi wa Kaloleni lazima uangalie kwamba unapomchagua kiongozi, unapoamua kwenda kumchagua ama hata amekuja kumsikiza, msikilize. But can you please buy the ideas, not just the ideas, buy even the implementations of the ideas. Amekupatia idea, hata implement vipi? Mimi nitaleta maji, utaleta vipi? Mimi nitatengeneza barabara, utatengeneza vipi? Mwenzako amekuwa hapa kutengeneza. Mimi nitalipia mataa, sijui nini, utaleta kwa mfumo gani? Utafanya nini mpaka kile kitu because I can promise me something good. Thereafter ile kitu nzuri ambayo wewe nimepromise, nimekutia nayo mistari kama mwanasiasa, najua kabisa mimi mwanasiasa after nikiingia kule I can't deliver. Hiyo pia ni kudanganya wakazi wa Kaloleni. So sisi vijana ambao tunataka, hii ni ombi, tusiekane mabifu, tusitukane mitandaoni. Mnaona? Tujeni kwa pamoja, kila mtu apige siasa za ideas. Kama sawa wengine wana pesa, let them, kama utaenda pahali ugawane pesa, si hizo zako. But if unaweza wauzia watu ideas zako, na paka ukiuza ideas, implementations za idea, let them know how will you implement that idea first. Ile idea ikiingia Kaloleni sasa, kwa sasa umeimplement, nadhani hapo utakuwa umeanza kuwa success to everyone. Kwa sababu Kaloleni mimi najua Kaloleni, hawa vijana venye wanataka watafanya watu wengine pia, vijana wengine wapate siasa kwa urahisi, iwe kama ile raundi nyingine iliyotokea mwaka jana. So wazee pia wako ni tunawaona, lakini wameshindwa na nguvu kiasi kwa sababu vijana wamekuwa wengi zaidi. Tuseme vijana walipata msisimko baada ya kuona kijana mwenzao ameingia pale. Hapo kabisa. Na kwamba watu walimkubali kiurahisi, nitasema baada ya kwamba walikuwa ideas ama matoko yao yalikuwa yametengwa ama hayakushughulikiwa vilivyo. Wakaona huyu labda anaweza kuhusu. So sasa hii nataka tu niulize swali moja, kwamba sasa hii vijana wamejitokeza kwamba wanataka kiti ya Kaloleni, ni kwamba wameona kweli kuna vitu vinataka kubadilishwa, ama ni venye wameona kuna urahisi fulani kwamba wana Kaloleni, kwamba wana urahisi fulani katika kupigia kura viongozi wa Kaloleni? Hapa wewe uko wapi katika hizi? Mimi niseme hivi kwa sababu siasa ni siasa. Hujui mtu aingia siasa na madhumuni gani. Hujui huyu amewekwa haribu siasa. Hujui huyu anatengeneza siasa anatafuta jina. Hujui huyu anatafuta siasa ajiwekezee, hana kazi, because jobless pia inasumbua vijana wengi. Hujui huyu anatafuta siasa ana fikra na future ya watu wa Kaloleni. Hujui huyu anatafuta siasa baada ya kuwa reinforced by another group of maybe contractors watu kama wale. You never know. Na mtu hawezi kuambia siri yake. Change iko pale ni wewe msiasa wa kweli ambao unataka siasa Kaloleni. Jisukume kwa kila mtu. Hata pesa hata pesa hizi toboa. Ni wewe ujisukume kwa kila mtu. Venye wewe umejulikana Kaloleni, tabia zako, mwenendo wako, future yako, na venye umedrive even the life circle yao wale umekuwa nao karibu. Hiyo itakujulisha kwa wewe unataka kuwa kiongozi wa kweli Kaloleni. Jiongelee mwenyewe sasa kuhusu hilo. Uko wapi? Mimi uko katika unatafuta kazi? Je, unataka kusaidia wana Kaloleni? Je, ni kwa sababu umeona kwamba kuna urahisi? Unajua, so tunataka tuelewe kwa sababu hakuna so kivyako wewe uko pande gani hapa katika hawa watu wawili? Katika hawa watu wote ambao umewataja kwamba kuna watu wengine wako on job search, wanataka kiti kwa sababu hawana kitu, wanataka at least wajiokolee na hii kiti. Alafu kuna wale wengine umesema kwa sababu wameona kuna urahisi, kwa sababu kuna mwenye yuko hapo labda wamefikiria aliingia kiurahisi kama yeye kama kijana. So wao pia nao nadhani kwamba wanaweza kaingia rahisi. So wewe uko wapi hapo? Mimi niko ni pale kwa singii kuongozi kwa sababu nataka kazi. Kwa sababu uongozi watu hufikiria ni kazi. Kwa sababu wanahesabu ule mshahara wewe utapata. Wala singii kwa kiongozi nimetumwa na mtu yoyote. Singii kuongozi kwa sababu kuna group
sijui contractors sijui nini wamesukuma, pana. Bali chenye kinanifanya mimi niingie pale kwa uongozi ni vile nimeona mambo ambayo hayaendi sawa hapa Kaloleni. Nimeona mambo ambayo labda kama hakutaingia mtu ambaye ana tamaa, hakutaingia mtu ambaye anafikiria maisha yake ya binafsi, basi Kaloleni inahitaji kiongozi ambaye yaweza weka historia. Kwa sababu venye Kaloleni inakaa leo ni vibaya. Nina juzi nilituma picha katika diaspora. Nipiga picha Kaloleni, nikatukanwa matusi. Mtu ameishi Kaloleni miaka kama 30 iliyopita ananiambia, "Hey shit stupid, remove your photo. Hii ni ya Kaloleni." Nikamwambia ni ya Kaloleni. Mbona kuko hivyo mpaka leo? Hii kitu kaniuma. Iliniuma kwa sababu najiuliza mbona watu wameishi wakatoka Kaloleni wanaishi kule wanatusi sisi vijana tuko huku tumelala. Tunaruhusu watu ambao wanaingia, tunakuja tunadanganya na pesa ndogo ndogo, alafu mtu anaingia katika uongozi anasahau. Imagine leo Kaloleni kuna kwa na slums. Hapa Kaloleni kuna Kibera Kaloleni. Watu wanaishi maisha ya uchochole chini ya dola hapa Kaloleni. Hiyo sawa, siwezi saidia maskini wote. Lakini vijana wengi Kaloleni hawana kazi. Wamebaki hivyo hivyo. Wale wa mama ambao labda wao pia wangetetea hawana kazi. Wale wa baba hawajui pia wafanye nini kwa sababu wana majukumu mengi. Kuna kusoma, whereby sasa hivi watu wengi Kaloleni wanataka kusoma, basi haitoshi. Watu wengi Kaloleni wanataka kazi, vijana. Hakuna mtu ambaye anafanya circulation kuwatafutia hata kama si Kenya, lakini out of Kaloleni tuwe wale vijana wako pale. Currently hata nikimuuliza the current MCA uko na graduates wangapi wa university, hajui. The current MP nikimuuliza the same question, uko na watu wangapi 2021 wamekuwa degree, hajui. Tutasaidia na hivi watu wa Kaloleni. Mimi katika ofisi yangu ambao nafanya nao katika mambo ya production niko na watu 3 wako na degree, they are jobless. MC hajui kwa si lazima wapatie kazi, lakini ajue kwamba kuna watu kama kadhaa wako na degree fulani Kaloleni. Hata ukienda kule juu, ukifetia, umeona kwa gazeti, umeona wapi, you can fight for your people. Wewe huna hiyo information. Tutabaki na viongozi kama hawa na tuangalie kwa macho kama sisi tutaamka na kusema leo ukweli na bila kuogopa. Kaloleni tabaki hivi na nikole ngwambie kwamba siasa, watu wanasema siasa haidhuru mtu. Watu huamka asubuhi kasema mimi siasa haidhuru, haina effect, sitapiga kura, sitafanya nini. Lakini siasa ndio chanzo cha mafanikio na ndio chanzo cha mtu kuanguka ikiwa kiongozi hayuko makini na watu wake. Leo mimi nasimama na nikijituma mimi. Sina mtu ninamsupport kwa sahihi, sina mbunge ninamsupport kwa sahihi, na hizo habari za kusupport mtu ambaye hatuwezi kuja tukaketi na tukelewana mwanzo before nikupigie kampeni ama nijipigie kampeni ama ujipige kampeni. Njoo ujue shida ya Kaloleni nini, utatatua vipi. Wacha kuingia ndani na kudanganya watu wa mama ambao hawaelewi. Wacha kuingia uganya pesa vyako huko ndani. Keti na watu, ketini muongee. Uongozi ni uwe wa kila mtu. Usiwe leo kuongozi wa kifua, usiwe uongozi ambao unataka chenye unakitaka wewe. Sit down with the people, your committees. Kila mahali uwe kuna mtu ambaye anajua the problem ina affect watu wake. Mtu akifikia hapo uongozi hautakushinda. Those 5 years, 10 years, 15 years kama kuna kitu kingine utapewa because you will be a performer. Kama uongozi utakuwa uongozi ule wa kila mtu ambao kila mtu unamsikiza. Because tunaweka dharau, unapokigia pale unaanza kufura. Pesa zako zinakufurisha. Kama usikubali, hata mimi naomba kwa Mungu na naomba tena hii. Ninapopata Mungu na mimi nitapata. Naomba Mungu asinigeuze, anibakishe venye niko leo. Anibakishe na marafiki wangu wenye niko nao leo. Anibakishe na wale watu ambao we can connect Kaloleni leo. Niwe mtu ambaye nitaendeleza Kaloleni. Hata kama ni kujenga tena, nijenge hapa Kaloleni. Hata kama na ruhusa yangu tuifanyia tena, niifanyie hapa Kaloleni. Kwa sababu nina upendo mkubwa na Kaloleni na watu wa Kaloleni. So thank you. So maybe na pia kuna tetesi kwamba bwana Gaston Toya Kahindi kuna beef ambayo inaendelea kati ya wewe na MC wetu current MCA Mr. Yasin. Kuna ukweli wote kuhusu hili?
Kwa sababu watu wana maneno yao, watu wanatunga stori zao, na katika siasa hiyo ipo. Lakini kusema ile kweli kwamba mimi sina bifu na Yasini. Ongea tu kweli bila kuogopa, kwa sababu kama kweli ipo, kama haipo nisikize. Hiyo ni mitandao imetengeza, lakini ukweli ni kwamba sina bifu na mtu yote. Kwenye ipo ni kwamba niko na bifu na ideologies za watu. Niko na bifu na ideologies za MCA, lakini MCA mwenyewe sina bifu naye. Chenye anakifanya ndio niko na bifu nacho. Kile mwenyewe tunaweza tukaketi pamoja, hata kitanda tuwale pamoja, lakini mambo anayofanya kama hayaendi sawa sawa na wakazi wa Kaloleni, automatically lazima nimpinge, because mimi najua Kaloleni venye najua venye watu Kaloleni wanataka nini. So, nimezaliwa Kaloleni leo. Hapo ndo sasa nataka sasa niingilie hapo kati. Kwamba je, baada kwamba ideology zake hazikuwa zinaingiliana zako, ushawahi kumfuata kwamba Kaloleni yetu tunafaa iende hivi, iende na hivi, na yeye akakataa, akapinga, na ukaona kweli huyu mtu hana malengo na Kaloleni, ama hujamfuata na ukaamua kwamba acha mimi nipitie huku? Hiyo sasa ndo bifu, ama mimi niwe naelewa makosa, ama watu kana wajua siongee kitu chenye naongea mimi, naongea juu ya watu wa Kaloleni. Hiyo ndugu ya kwamba bifu, nimekwambia mimi sina bifu na mtu. Hata wewe kwa mfano, wewe unaenda combo na ideas ambazo ziko open kwa wakazi wa Kaloleni, automatically nitaenda bifu na ideas zako, but sitaenda bifu na wewe. Kwa hiyo uko na ugomvi wa, kama sijakosea, mko na ugomvi wa kikazi, hamna ugomvi wa personal. Nataka unielewe ni kwamba yeye mwenyewe sina bifu naye, labda idea zake niko na bifu naye. Kile vile vitu anafanyia watu wa Kaloleni mimi ndio sipendi, lakini yeye mwenyewe tunaweza tukala pamoja mpaka asubuhi, kitenda kimoja kama ndugu, tukakula pamoja. Mimi na yeye mwenyewe sina bifu, lakini mimi na idea zake ndio niko na bifu. Na endapo leo hii aanze kutengeneza vile vitu ambazo wewe ulikuwa unahitaji, ungeshikilia msimamo wako wa kutaka hiki hiyo? Sasa rafiki yangu ni sawa sawa na kwamba kuna rafiki yangu huwa niko naye, yeye ananiambia kwamba unapotongoza mwanamke kwa mara ya kwanza umemtongoza mara ya kwanza, si ndio? Umepita, usiende ukavaa nguo zingine ukafikiria kwamba ukirudi atakubali kwa sababu kuna zile nguo bado ni yule. Umeonyesha ishara kwamba wewe huna madhumuni na hupendi watu wa Kaloleni, hupendi maendeleo ya Kaloleni. Labda uko na mambo binafsi ambayo mwenyewe uko nayo katika akili zako. Sisi tunapokuita ama tunapokuongelea na wewe kama kiongozi, sisi bado ni watu wako. Lazima uwe chini yetu, tusikie tunataka nini, ama chini tunataka kama hakiko. Let's talk, tuketi tuongee. Tutafanya nini tusukume Kaloleni? Tutafanya nini tusaidie watu wa Kaloleni? Tutafanya nini tukomboe venye viko Kaloleni ambavyo saa hii haviko sawa? Tutafanya nini tutoe uchochole ambao watu wa Kaloleni wako nao? Tutafanya nini tuokoe Kaloleni, uchumi wa Kaloleni ambao umeenda chini? Tutafanya nini tukuze biashara ambazo Kaloleni hazionekani na zipo zina exist? Viongozi wetu wamelala. Hata sitaki nikwambia, hata mimi nitaingilia paka MP wangu, even the current MP yeye pia amelala. The current MCA pia bado pia amelala. Sasa mimi nikiongea, mimi niko na watu wananijua, ninapoongea ukweli na katika mitandao, na wale watu nakutana nao wanajua hapa ndo kuna ukweli. Sasa ninapoenda kwa ukweli, mtu anasema nimemwekea beef. This is idea. Tuna differ in ideologies, but ukweli ni kwamba yeye mwenyewe sina beef naye, but angetenda mwanzo chenye kilikuwa kiko katika line yake ambacho ametuahidi, wallahi mimi ningemunga mkono kwa mara nyingine. Sasa hii ningempigia kampeni kama tulivyompigia mwanzo hizi vijana wa Kaloleni. Kwa hiyo uko tayari hata kama ukiingia kwenye kiti, uko tayari kufanya kazi na MCA wetu? Hata kama yeye akirudi kwenye kiti, uko tayari kufanya naye kazi? Cheneza kwa hii ni kwamba mimi sikuzaliwa mfisadi, sikuzaliwa mwenye tamaa, sikuzaliwa mtu ambaye nina na mashindano ya utajiri, labda niseme hivi, but sipendi kuiba mali ya wakazi wa Kaloleni. Endapo hii ninaahidi na mpaka mwenyewe mfikie, endapo mimi nitaingia katika uongozi, tukiangalia vitabu vya county vya Kilifi County, kama ipo pesa imepotea katika uongozi wake, wallahi billahi mimi Agaston Toya nitamtafuta kwenye yupo, hata kama ni sumni ya Kaloleni imeenda, mheshimiwa lazima airudishe. Hiyo ninakuahidi wewe na watu ambao wataangalia hii pia imfikie mpaka mwenyewe kwamba ile pesa ambayo
yeye amechukua kinamna ambayo si ya kisheria, kinamna ambayo haieleweki. Ninaahidi, ninasema hivi kwa nguvu kwamba hiyo pesa hata kama Nsumi kwenye atakuwa lazima atarudisha kwa watu wa Kaloleni. Sawa kabisa. Kulingana vilivyokuelewa, watu wote wamekusikiza na wamekuelewa ulichoongea. Sitaki hata kuongeza neno. Hilo linanipeleka katika swali langu linalofuata, kwamba kumekuwa na shida za maji Kaloleni ni miaka kama 15 sasa. Tangu nchi yetu hii ya Kenya ianze kujiongoza yenyewe, ipate uhuru na watu kwamba wamepewa uongozi Kaloleni. Tumeona kina Zoro, tumeona kina Duncan Kaingu, tumeona pia kina MCA wetu, current MCA kina Yasini. Shida ya maji bado iko pale Kaloleni. Miaka mimi naanza kujijua mpaka sasa ni kama miaka kama 15. Shida ya maji bado iko pale. Una vigezi gani ambavyo viko tofauti na wale wengine wamekuwa pale? At least watu wa Kaloleni for once waweze kusherehekea na waseme kwamba huyu ametuletea maji Kaloleni. Hapo umesema ni pazuri sana, kwa sababu acha nielezee hali ambayo iko Kaloleni. Mimi ni mzaliwa Kaloleni, nimeelewa mwanzo na mwisho wa kila situation ya Kaloleni. Nikiongea kuhusu maji ni kwamba sasa hii tuko karne ambayo mwanadamu usimwambie tule tukanye maji ya boho, maji ya mtara. Manamba kukala acha ningeigilama kidogo. Manamba kukala mazika kana haramu. Kala mazika na haramu, mbona kamenda kwa baharini makanogara gamunyu ambayo kaganweka. This means kwamba maji ambayo tunakunywa ile ya mtara, ambao watu wanasema ni mtara, kwa karne hii mimi nitasema dirty water. Ile ni maji ambayo yanafaa ng'ombe wetu, mifugo na agriculture tutumie. Unaelewa bwana? Naelewa. Sahihi, tukienda Kilifi, tukienda Mariakani, tukienda wapi wanakunywa maji. 21 sasa tumefika kutoka Kaloleni bado tunataka zinaona mwingine. Maana katika mitandao wanasiasa wanamobilize watu wachimbe hiyo itwa hiyo mitara sasa. Hiyo mitara. Sasa watu wa Kaloleni ni watu wengine yani wazuri sana, kwa sababu hata hiyo mitara yenyewe ambao wanasiasa wameahidi kwamba watachimba, pia hiyo nayo hatuioni. Mimi mwenyewe ni mkazi wa Kaloleni na hatuiona hata hiyo mitara. Mitara haiwezi kufanya Kaloleni kwa sababu mitara inayochimba Kaloleni ni midogo, na wanaotoa mashamba ya mitara wanatoa kama ni vile visima vya kawaida, which means ile mitara Kaloleni haita function. Na tukiangalia kama Kaloleni na wale uchunguzi wa maji unasema Kaloleni hakuna siku itakuwa na maji ambayo ni safi ya kunywa, because maji ya Kaloleni kuchimba bohozi yale maji ni ya chumvi, na maji ya chumvi takugitira kudima. Tunataka Kaloleni ili tatizo la maji leo litaisha, na hili litamalizwa na watu hawa wawili. The connection between the MCA and the MCA and the MP. Swala la maji si la MCA peke yake. Wengine wanajipiga vifua, ama MCA wenzangu wanasema wanaliweza peke yao, lakini hakuna, wanataka kura tuwapatie. Lakini swala hili la maji ni la watu wawili, the MP and the MCA, waketi pamoja wa draft vitu ambavyo wanaweza wakashirikiana na walete maji. Man, siongezi chochote. Kila mmoja mwenye macho na mwenye sikio amesikia kila kitu ambacho Mr. Augustus Ntoya MCM tarajiwa ameongea. So the choice is ours. The choice is yours. Either you will choose a performer ama you will choose a mediocre. Kaloleni bado ni changa mno, inahitaji kujengwa, inahitaji vitu ambavyo vinaweza kufanya mambo. So mpira bado uko kwetu. Tuchague wenyewe kwamba Kaloleni yetu tunahitaji performers, watu wa kufanya vitu ama watu wa kuongea vitu. We don't need words, we need action. And Mr. Augustus Ntoya here ametuhakikishia kwamba yeye yuko hapa kiuchapa kazi zaidi kuliko kimaneno. Na ni kweli ako na historia nzuri sana ya Kaloleni. Kaloleni ako na historia nzuri sana na. Kwa hiyo ni kamba Mr. Augustus Ntoya,
tuelezee tu kwa ufupi kwamba ile overview ni vitu gani ambao unatupangia, the plan you have kwa hizi shida zetu za Kaloleni. Una plan gani at least to summarize? Wacha niwe mfupi wa kuongea kwa sababu nikianza na shida ziko nyingi, shida za Kaloleni. Tukiangalia mbona mashamba kuna shida, mambo mpaka na utamaduni wetu kuna shida, education yetu kuna shida, mambo na usafi wa maji nini kuna shida, mambo na even hospitali. Leo nikiongea hapa leo hospitali ambayo inaserve watu wa Kaloleni hakuna hospitali inaserve watu wa Kaloleni. It's only dispensary. Naamini kwamba mtu afanya accident kwa bahati mbaya siombi akatike mkono ata overbleed Kaloleni atakufa Kaloleni. Kwa sababu tumejengewa hospitali Mariakani ya Kaloleni lakini inaserve watu wa wapi? Wakamba na Waduruma Kaloleni. Tukatoka hapa tukajengewa nyingine Mwanzai. Mwanzai inaserve watu wa wapi? Wajibana kidogo kule, sio kwamba ilijengwa kwetu kwa uzuri, lakini barabara mpaka Mwanzai inakuwa ngumu mtu kufikia kule. Mtu afikia Mariakani ndio karibu. Ama aje hospitali hizi za kawaida za mtaani. Hizi private hospitals. Hapa paka Mwanzai ni mbali, barabara ni mbaya. Ukifika kule Mwanzai unaangalia wanaotibiwa pale Wajibana watibiwa pale ni kidogo. Ukiangalia sasa ina serve part of Chonyi. Siko baya kama watu wanasikiza, siko baya lakini ina serve part of Chonyi. Imeacha the big population ya Kaloleni suffering, hawajui mtu akiishi kwa na kitu fulani waende wapi. Because formerly walikuwa wanatumia St. Luke's. St. Luke's imefungwa na St. Luke's kumekuwa na maongezi mengi ili watetee lakini bado hayajaleta matunda. Tukiangalia watu kwa tuna hospitali hapa Kaloleni hakuna ambulance. At least zingekuwa ambulance mbili basi at least kufanyika kitu, zinakuja za serikali zinachukua watu zinapeleka Mariakani, watu Mwanzai hakuna. Mtu akifanya accident hapa Kaloleni utakufa hapa Kaloleni kwa sababu hakuna mtu kutetea. Na tumeongea na hii na kina waheshimiwa, tumeomba tuongee at least na wenye mashamba Kaloleni wako watu kama county inanunulia watu magari. Mbona ishindwe kununua shamba hapa Kaloleni na tutengenezee hata kama it's a community assist project? Mbona wanunue magari makubwa au wajipeleke washunue shamba milioni 2 Kaloleni watakosa vipi? Watengeneze hospitali hapa Kaloleni at least hii ni tuwe sisi wamama wanazaa pale, ukipatwa na kitu ambacho hakiko serious kwa Mariakani au Mwanzai unafanya hapa Kaloleni. Tuko na Mepoho. Sasa imekuwa kama kitu ambao msichana akipata mke wake anisaidia. It is as a memory place ambapo tunafaa tumheshimu. Mepoho yuko katika vitabu vya historia vya Kenya hii. Ameandikwa na anasomwa dunia nzima. Nikiongea hapa hiyo sehemu hiyo sehemu imebaki pahali watu wanaenda wanakunya pale, hata ukipata wengine wa vijana wengi pata mchezo mwingine mibao inachezeka pale. Tumemsahau Mepoho. Imekuwa guest. Sisi tunataka venye umefanya Malindi kwa Mekatilili. Hivyo atufanyie Kaloleni. Weka statue, waweke sanamu pale, waizungushie. Wazungu kitoka kule wasema Kaloleni unaangalia Kaloleni kuna Mepoho. At least wale kwa pale watatu to create another employment. Pia hiyo itawacha watu Kaloleni waone our city is now growing from this stage to another stage. Unaelewa lakini kuna hiyo tatizo na fee. Pesa ambayo iko pale tunaletewa na account haitoshi. Lazima tutafute mbinu zingine za kutafuta pesa because population ya Kaloleni na pesa from that county haitoshelezi watu wote. Haitoshelezi watu university, secondary vocational college na hizi vyuo vifundi. Hiyo pesa ni kidogo. Lazima tuingie na mambo mengine ambayo tutayafanya tusaidia watu. Watu wa Kaloleni wanataka kusoma. Hii nakwambia watu wa Kaloleni kila mtu anataka kusomesha mtoto wake, hakuna kazi Kenya hii. Na watu wa Kaloleni kama mambo na kusoma mimi naamini watu wa Kaloleni sahihi na wapongezea kila mtu anasomesha mtoto wake. 4 ukizingatia mambo na ukuaji wa Kaloleni, circulation ya pesa Kaloleni kama kitu 1.3 million siku nzima ni pesa ambayo inazunguka Kaloleni. Hii pesa hii haiwezi fanya Kaloleni kaendelea venye iko. So that jobless status ya vijana Kaloleni itazidi kwa sababu watafanya kazi gani? Watajishughulisha na nini? If we don't have even money institution Kaloleni, nani ataleta benki? Nani ataleta marika hapa? Nani ataleta backless? Nani vitu gani vinaweza kufanywa hapa Kaloleni? At least that ile economic ikipanda at least kuna kazi kota itazidi. Tulete watu kutoka Mombasa wa invest na hoteli zao because barabara imetumika za highway. Mtu kutoka Nairobi kina Malini anasema nitaenda la Kaloleni
Kaloleni hakuna hoteli ambayo iko conducive. Kaloleni hakuna benki ambayo mtu akifika pale simu zitoa pesa. Hii tatizo ya kuwa we want to grow, we want to tuende, because since 1952 imejengwa Kaloleni kitambo sana, mpaka leo tumeshindwa na Vitoni mpaka Tezo ikiongozwa na MCA under 30. Hii tutafunga macho mpaka lini? Mimi naongea hivi kwamba ninapoingia venye nimevyoongea, si vitu ambavyo vinatengenezwa na pesa peke yake, ni vitu vinatengenezwa na moyo na kujitolea, na nataka nijitolee nitengenezee watu wa Kaloleni. Asante sana mheshimiwa, asante sana. Sitaki niongeze neno, ameongea mengi sana mazuri ya kuhusu wana Kaloleni. So wana Kaloleni, bado narudi pale pale kwamba chaguo ni letu sisi, kama tunahitaji performer ama tunahitaji mtu wa maneno tu. Na Mr. Augustine Otoya Kahindi hii amejitolea kwamba ako na mbinu za kutusaidia watu wa Kaloleni, ako na moyo na Kaloleni. Kwa hiyo bado mpira unaturudia sisi kwamba tuchague wenyewe, tukae tukifikiria maneno yake na tuwe warais wa kuchagua kwamba ni nani ambaye anatufaa kweli katika Kaloleni yetu. So sina mengine. If you are new here, just consider subscribing to the channel and let's support each other. Comment in the comment section below. Let me know what you think about the whole conversation here. Comment anything. Anything will be worth it. Tu comment vitu vya maana na tuweze kujenga Kaloleni yetu kwa pamoja. So welcome once again. Let's meet in the next video. So ciao.